Leo tunaanzia msituni, huku kando ya maji kuna mganga mmoja anaitwa Ayu. Alikuwa anafanya tambiko lake. Baada ya muda mchache tu, kuna mwili mmoja uko unaelea juu ya maji. Baada ya kutoa mwili huo, akaanza kuosha ili roho ya marehemu huyo apumzike kwa amani. Mara ghafla kuna kundi la wanakijiji walikuwa wamefika hapa na wakaanza kumtuhumu huyu mwanamke kwamba amemuua mtu huyo, na wakaanza kumshambulia na mara moja wakawa wamemuua hapo hapo. Filamu inaenda mbele mpaka ambapo kuna sherehe za kumpokea mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni mwanajeshi. Huyu anaitwa Sora. Yeye kafanyikiwa kurudi nyumbani baada ya kutoka kwenye vita, hivyo wanakijiji wamempokea kama shujaa, wakamletea na wadada kabisa ajichagulie. Mshikaji akakataa, akasema kwamba yeye tayari ana binti ambaye anampenda, anahitaji kumwoa. Kweli kuna binti alikuwa amefika hapa. Huyu binti anaitwa Dara, ndio mtu pekee ambaye anapendwa sana na Sora. Wakasogeleana hilo anataka kupiga busu la upendo. Kumbe Sora alikuwa anaota yuko biza, anataka kung'ata mguu wa rafiki yake. Washikaji ni kucheka tu, wakamuuliza ulikuwa unaota nini? Jamaa akaelezea ndoto yake, akasema kwamba Dara lazima amuoe hivi karibuni, kisha kwa mwalika wote wakiweza wahudhurie harusi yake. Ukiachana na ndoto, huyu jamaa pamoja na marafiki zake wote ni wanajeshi na wamefanikiwa kutoka vitani wakiwa salama. Sasa wakiwa safarini kwenye kiboti chao, wako ndani ya maji, kuna maiti mmoja iko muonekana hapa, ikafungua na macho, ikataja jina Sora. Sasa moja ya washikaji wa Sora, huyu mwenye kipara anaitwa Supra, yeye akawa anashangaa sana kijiji cha huyu bwana mkubwa Sora kipo kimya sana, kimeanza kumtisha. Anahisi kabisa kuna jambo baya linaweza likatokea. Sora akasema kwamba hapa ni kituo cha kwanza tu, akawaambia washuke. Supra na Jaka wakataka kushuka, lakini Fadhili akawa amekataa. Baada ya mabishano makali, Sora yeye akaamua kuelekea kijijini kwao na marafiki zake wakaamua kushika njia ya kwao. Mara Sora akiwa njiani kwa amejikwaa, akaanguka. Nyuma yake kuna mwanamke Ayu akawa hapo, akamuuliza umeoga kweli wewe ama ni kuogeshe? Sora kwa amejitambulisha kwa majina yake yote. Huyu mama swali lake ni lile lile tu, umeoga? Sora akaona kama huyu mama amsikii vizuri, akawa amemsogelea kabisa. Hayo anamuuliza tu umeoga? Jamaa akasema kwamba hapana, nitaoga mwenyewe nyumbani. Ghafla akasikia wanakijiji wanapiga kelele wakisema kwamba Sora amerudi, Sora amerudi. Anatazama Ayu, Ayu hayupo, katoweka. Sasa Sora akaelekea sehemu ambapo sauti ya wanakijiji inasikika. Baada ya kufika hapo, alitegemea wampokee kwa furaha, lakini watu ni kana kwamba wanamuogopa. Mara kundi la wachezaji wa ngoma wakaanza kutoa burudani hapa kwa njia ya ajabu. Sora mwenyewe anashangaa, mbona wanacheza kama wanafukuza mzimu? Mara Sora akamwona mtu mmoja anamfahamu. Huyu jamaa anaitwa Sajiti, ndio mkuu wa kijiji. Sora kwa amempongeza kwa hatua hiyo, lakini Sajiti akamwamuru kwamba uondoke hapa kijijini mara moja, kwa sababu mizimu na binadamu hawapaswi kuwa pamoja. Sora akauliza, nani mzimu, mimi au nyinyi wanakijiji? Sajidi akasema kwamba wewe ndo mzimu. Sora kwa amesema jamani, mimi mbona ni mzima, shika mwili wangu, mbona una joto, lakini kuna mtu yote leo tamani kumshika. Sajidi akasema kwamba mizimu haijui kabisa kama imekufa, ndio sababu ya yenyewe kuendelea kusalia katika ulimwengu. Kwenye hichi kijiji kuna utaratibu tofauti kabisa wa kuthibitisha watu kama ni binadamu kweli ama ni mzimu. Akaonyesha namna ambavyo wao wanaweza kujua kama huyu ni mzimu au sio mzimu. Sora na kitambi chake ikabidi apinde tu mgongo hivyo hivyo. Watu wakawa wameamini kwamba huyu jamaa kweli ni mtu, sio mzimu kabisa. Baadaye wakiwa wanapiga stori na mkuu wa kijiji, jamaa akawa amesema wazi kwamba kwenye hichi kijiji kuna tatizo moja kubwa sana. Kuna mzimu mmoja unasumbua wana kijiji hapa, ni mwanamke wa Kikuyu. Sora mwanzo akawa amecheka baada ya kusikia hizo habari, lakini baadaye akaamua kuwa makini, akauliza zaidi kuhusiana na huyo mwanamke wa Kibuyu, kama ndio mwanamke ambaye anaitwa Ayu. Huyo ndio mzimu anayetajwa hapa kwa sababu yeye amekwisha kumuona muda si mfupi. Sajidi akafichua kwamba Ayu ndiye mwanamke wa Kibuyu, ndiye mzimu mwenyewe. Akasema kwamba alikufa kwa kuzama ndani ya maji, na huyo mwanamama alikuwa anafanya uoshaji wa miili ya watu katika kijiji hiki. Kwa simulizi za kijijini hapa, wasichana wengi wa kijijini hapa walitoweka kwa njia za ajabu sana. Wasichana wanaotajwa hapa mbele ya Sora ndio hao ambao yeye aliwaona katika ndoto yake. Huyu mkuu wa kijiji akawa amesema kwamba wanakijiji wote wanajua kwamba Sora amekwisha kufa. Sora akawa ameshangaa sana, ni nani aliyesema habari hizi kwa wanakijiji? Sajid akawa amejibu kwamba aliyetuambia ni Dara, yani mtu ambaye Sora anampenda sana na anamtegemea kumwoa. Sajid akamwambia Sora kwamba awe na nguvu kwa sababu huenda Dara amekusudiwa kutokuwa mke wake. Sora yuko kwenye kumbukumbu nzito za kabla ya kwenda vitani, wakati anaenda kuagana na mpenzi wake Dara. Sora kwa amemwahidi kwamba huyo binti atakaporudi kutoka vitani atamposa kabisa na kumwoa. Sora akamwambia kwamba Dara atakuwa anamtumia barua kila siku
ili tu binti ajue kwamba jamaa yuko hai. Akawa amemwomba Iqbal, huyu yeye ni mdogo wake, amwangalie sana Dara. Wakiwa hapo, Ayu akawa amefika hapa, akamletea Sora chakula na akawa amemtakia heri huko anakoenda, na Sora akawa amemwomba huyu mwanamama Ayu amtunze sana Dara kwa sababu yake. Sora baada ya kufikishwa nyumbani kwa farasi ya kifahari, jamaa akawa ameshuka akaingia mpaka ndani, akatoa salamu kwenye picha ya baba yake. Kamanda huyu ni marehemu kwa sasa. Sasa watu wote walikuwa naamini kabisa huyu mshikaji ni kama mzimu, kwa hiyo kila akimwona mtu mbele yake kujitambulisha tu jina haitoshi kabisa, ni lazima upinduke ukae kama mkao wa kaa ili mtu ajue kwamba wewe ni binadamu na sio mzimu. Akawa amepokelewa na mama yake pamoja na mdogo wake Iqbal yuko hapa, pamoja na mpenzi wake kipenzi Dara yuko hapa. Mama yake Sora akasema kwamba aliamini sana kwamba lazima Sora atakuwa amefariki vitani, japo yeye kama mama alitamani sana Sora abaki kuwa hai na arudi nyumbani kama jinsi ambavyo leo anamuona mbele yake. Basi akawa amemkaribisha kwa furaha sana na akamwambia kwamba ni bora umerudi kwa wakati, kwa sababu mdogo wako Iqbal yuko tayari kwenda kumuoa Dara siku za mbeleni, hivyo ni lazima umpe baraka zote kama mdogo wake, na mimi unampenda, kwa hiyo lazima utamuunga mkono. Aise, Sora mtu aliyekuwa anatamani kumuoa, aliyokuwa anampenda maisha yake yote, anakuja kutambua kwamba Dara anaenda kuolewa na mdogo wake na analazimika kukubali hili jambo. Dara kwa ameshindwa kujizuia, hivyo kwa ameondoka kabisa hapo. Sasa kwa upande wa marafiki wa Sora, wakiwa kwenye mashua huko bize kupiga story, wameshaanza kumkumbuka rafiki yao Sora. Supra kwa amependekeza kwamba huu ndo muda mzuri wa kwenda kumfanyia surprise rafiki yao kipenzi. Sasa wakiwa hapo, wakuwa wametambua kwamba mbona kama mashua isogei, wakamtazama nahodha wao. Nahodha yuko ufukweni kabisa, anawaambia kwamba hapo kuna mzimu. Sasa watu hawamuelewi kabisa anachosema, wanamwambia akaze sauti. Mshikaji anajaribu kukaza sauti, anaeleza, akaamua kutoa mpaka na ishara kwamba kuna mzimu. Sasa watu wanaona kama huyu jamaa kachanganyikiwa nini. Supra akawa amemwamuru asogee hapa. Kweli mshikaji akawa ameogelea mpaka kwa amewafikia hapo, akasema kwamba kuna mzimu nyuma yenu. Yeye huyo akawa ameogelea na kurudi ufukweni, wakahesabu mpaka 3, wakageuka nyuma, hakuna kitu. Mara mashua ikawa imeondoka hapo mbio bila nahodha mpaka sehemu ambapo ni kituo cha kushukia kwenda kwenye kijiji cha kina Sora. Ikabidi waanze kutafuta kijiji cha Sora kiko wapi. Walitembea wanakuja kushtuka ni kama wanarudi sehemu ile ile tu. Tembea hakuna kitu chochote, hawaoni dalili ya kijiji kilicho karibu na hapa. Ghafla wakaona nyumba karibu yao. Supra akasema kwamba hakuona hii nyumba hapo awali kwa sababu walipita eneo hili. Fadhili yeye akawa amesema kwamba anahitaji kwenda kutumia choo, kwa hiyo wakaamua kwenda kuomba msaada kwenye hiyo nyumba. Sasa baada ya kuingia ndani ya hii nyumba, wakamuona Ayu yuko hapo, kajitokeza hapo. Watu wakaanza kujitambulisha kwa vyeo vyao vyote. Fadhili akawa ameomba kwenda kutumia choo. Ayu yuko kimya tu, akamwonyesha njia ya choo kilipo. Fadhili akawa ameenda chooni. Ayu akawauliza wengine, mnataka kuoga? Jaka akajiandaa kabisa, akawa ameuliza bafu liko wapi? Ayu akamwonyesha tu, ni upande wa pili kule. Supra yeye yuko hapa, tumbo linaunguruma, kelele ya njaa. Ayu akasema kwamba usijali, chakula kitakuwa tayari muda mfupi tu. Upande wa Jaka akiwa bafuni, hakuna maji, pembeni akaona kuna mlango mwingine. Alipoingia huko akamkuta Ayu yuko hapo, akasema kwamba ni kuogeshe. Jamaa kwa amekataa, ndoga mwenyewe. Akakuta kabisa kuna maji maalum hapo ndani, hapa yana maua kabisa. Akafurahi kinoma, akawa amejimwagia maji usoni kwake. Alipogeuka nyuma akamwona Ayu yuko nyuma hapo, akawa ameanguka chini kwa hofu na akawa amezimia. Wakati huo Ayu akampelekea Jaka pamoja na Fadhili chakula. Akajihudumia chakula hicho. Sasa kijiko kilikuwa kimeanguka chini ghafla. Akamuuliza Ayu, kwa nini wewe hauli chakula? Ayu akajibu kwamba anapaswa kuosha maiti kabla ya kwenda kula. Fadhili akawa ameingiwa na hofu. Baada ya kutumia njia kitamaduni kutambua mzimu, akaona kuna kitu cha kutisha mbele yake. Mara moja akawa amemzuia Supra kula chakula kwa sababu hakikuwa chakula rafiki kabisa. Supra na yeye ndio macho yanavumbuka, anakuja kuona kwamba kila kitu hapa ni kitu cha ovyo sana. Wakapanga kukimbia kuondoka eneo hilo mara moja, lakini wakawa wametambua kwamba mwenzao Jaka hayuko pamoja nao, hivyo wakawa wametoka hapo kwenda kumwangalia bafuni. Kweli Jaka anafumbua macho, anaona kama maandaliwa kuoshwa kama marehemu hapa. Baada ya Supra na wenzake kuingia hapo, Ayu akawa ametoweka. Sasa wanajaribu kumrudisha huyu jamaa kwenye hali yake ya kawaida kwa sababu alikuwa hawezi kabisa kuongea. Supra akawa amemwambia kwamba ili huyu jamaa arudi katika hali yake ya kawaida ni lazima utumie harufu kali kwa ajili ya kumtisha na kumshtua akili arudi katika hali yake ya kawaida. Ikajaribiwa harufu ya kuapa, ilikuwa imeshindikana. Ikaonekana kama jamaa Jaka aliipenda hiyo harufu, hivyo wakaamua kupeleka mkono kwenye mitaro huko kwenye vigoda, kisha akawa ametumia harufu ya huko kwa ajili ya kumshtua mshikaji, na kweli jamaa akawa amerudi katika hali yake ya kawaida. Upande wa Sora, kweli maandalizi ya Dara kuolewa yakiendelea kama kawaida. Mara Ayu mzimu akawa amefika hapo.
watu wakatafutana. Sora hakuondoka, yeye akamwomba Ayu awaache kabisa asiharibu ndoa ya mdogo wake, lakini Ayu akajibu kwamba pisha kwenye njia Sora. Sasa kwa mujibu wa simulizi, huu mzimu ni mara nyingi sana umekuwa ukiingilia kuvuruga maandalizi ya hii harusi. Mganga wa familia kwa amefika hapa kwa ajili ya kupambana na Ayu, akajitokeza. Mganga akatupa vitu vyake, Ayu akacheka kwa sababu hakuna kitu chochote kilichotokea kwake. Akatupa kombora lingine, Ayu akawa ametoweka. Mganga akaanza kujitapa, akarusha vijembe vya kutosha. Sasa muda wa kusalimiana na Sora, mara akashikwa mkono na Ayu, akamuuliza, unadhani wewe unaweza kunishinda kwa nguvu zako za kitoto, nguvu zisizokuwa na maana? Kwa ujinga gani? Je, ninaweza nikakuosha? Mganga anakuja kushtuka kweli, kawekwa sehemu ambapo anatakiwa kuoshwa kama marehemu. Mshikaji akaamua kuomba radhi, akasema kwamba hakukusudia kabisa kumchokoza kwa wasiwasi ili kumpumbaza kidogo huyu mzima. Akamwambia kwamba jamani, kwani haya maji ni ya moto, kwa sababu mimi ninaogopa kupata nimonia. Hata hivyo Ayu akamwagia hayo maji kichwani. Wakati huo huo upande wa Supra pamoja na wenzake, Fedwa akawa ametoka kidogo hapa. Huyu jamaa na njaa imemshika kweli kweli. Sasa akawa amepata matunda fulani hapa msituni, akaanza kula. Jaka akawa amemzuia kula hayo matunda, lakini sasa wanamzuia kula, tayari amekwisha kula. Mara mshikaji akawa amelewa hapo, akaanza kuongea kama masere, kalewa vya kutosha. Akaanza kuona wenzake kama vitu vya ajabu. Jaka anamuona kama sokwe, mara Supra anamuona kama ndo ile kipara inawaka mbaya mbovu, yani kama taa. Sasa jamaa kalewa. Sasa wakiwa hapo wakasikia makelele mahali. Baada ya kwenda eneo hilo, wakamkuta yule mganga yuko eneo hilo, mdomo umefungwa. Kama kawaida ni kutumia harufu mbaya kwa ajili ya kumrekebisha huyu jamaa. Kweli mganga karudi katika hali ya kawaida. Wakamuuliza, wewe kilichokuleta hapa ni nini? Sasa kwenye kumbukumbu za nyuma, huyu mganga ni mtu maarufu sana, na wao waliwahi kumtumia kupambana na mapepo kipindi cha nyuma, hivyo wanamjua huyu mganga. Mganga kwa aibu akasema kwamba kweli amelogwa, amefika hapa bila yeye kujua, kwa sababu alikuwa katika nyumba ya kina Sora kwa maandalizi ya harusi ya mdogo wake Sora. Kisanga kikamkuta, akajikuta kafika hapa. Wakawa wamemwomba sana huyu mganga awapeleke katika nyumba ya Sora, lakini jamaa akawa amekataa kabisa, akasema kwamba siwezi kwenda eneo lile usiku huu. Mshikaji akawa ametoa visingizio ambavyo havina maana, akaamua kuwaelekeza tu upande wa nyumbani. Sasa kwa kina Sora, Dara akawa amemvizia Sora na akawa amemuuliza, kwa nini ulinitelekeza? Kwa nini ulivunja ahadi yangu? Sora akasema kwamba hapana, mbona mimi nilikuwa natuma barua kila siku, na mimi wewe sijui kupokea barua zako hata moja. Sasa inavyoonekana hawa wapenzi walikuwa wanawasiliana, lakini mawasiliano yao yalikuwa yafiki. Barua za Sora zilikuwa zifiki kwa Dara na barua za Dara zilikuwa zifiki kwa Sora. Binti anasema kwamba kama ningekuwa napokea barua kutoka kwako, basi nisingekubali ndoa ama nisingekubali kuolewa na Iqbal ambaye ni mdogo wako. Sora akawa amemuuliza huyo binti kwamba kwa nini ulimwambia wanakijiji kwamba mimi nimekufa? Dara akajibu kwamba alisikia hizo habari kutoka kwa Yuyuni, yani mama yake Sora. Kwenye kuzungumza, Sora akaona alama kwenye paji la uso la huyu binti. Akawa amemuuliza, Dara akasema kwamba hakumbuki kilichotokea ni nini. Ghafla akasikia sauti ya Iqbal alikuwa anafika hapo. Binti kabidi kujificha. Baada ya kuzungumza kama mtu na mdogo wake, Sora akawa amepata nafasi ya kwenda kumuuliza mama yake kama aliwahi kupokea barua zake alizokuwa anazituma alipokuwa vitani, lakini mwanamama huyu akasema kwamba hakumbuki kitu chochote, hajawahi kupokea barua ya aina yote. Mama yake akapendekeza kwamba Sora atafutiwe mpenzi mwingine ili Dara aolewe na mdogo wake. Sora hakuwa na furaha sana kuhusiana na hili jambo, lakini kwa sababu ya mdogo wake ni lazima akubali ili mdogo wake awe na furaha. Sasa akasema kwamba hana furaha kwa sababu akili yake kwa sasa inawaza sana marafiki zake ambao ametoka nao vitani. Anatamani sana wangekuwa pamoja naye hapa. Kwa bahati nzuri zaidi, marafiki wake wakawa wamefika hapo nje, wakaanza kuita Sora. Jamaa kwa ametoka kuwapokea washikaji. Sasa wakiwa katika meza wanapiga stori, Fadul na kichwa chake cha ulevi akamwangalia Dara akasema kwamba kwa sauti ya chini, Sora na Dara wanaonekana kabisa kama hawatafaa kuwa pamoja, lakini kwa sababu Sora ni rafiki yangu, bado mimi nitamuunga mkono tu rafiki yangu katika jambo hilo. Yani mimi niko upande wa rafiki yangu tu. Jaka naye akamwambia kwamba Dara, Sora alimpenda sana, alikuwa akimfikiria kila wakati hata alipokuwa vitani, jambo ambalo lingeweza kumhatarisha maisha yake. Haraka Sora akawa amefafanua kwamba yeye siye atakayemuoa Dara, bali atamuoa mdogo wake. Fadula akawa amepinga hili jambo kama mzee mwenye hii nyumba. Kajisahau kabisa huyo dogo. Kalewa kidogo tu, anataka kutupanda na kichwani. Akasema kwamba hili jambo sikubaliane nalo kabisa. Akawa amemuuliza ama kuna mkono wa familia kwenye hili jambo. Supra ikabidi kumtuliza huyo mshikaji. Dara akaomba radhi. Akawa ametoka hapo na kwenda chumbani kwake kwenda kulia huko. Sasa akiwa huko analialia, mara akaona kuna maua sakafuni.
anakuja kushangaa, mara mbele yake Ayu yuko hapo anacheka tu na kavaa gauni lake kabisa la ndoa. Akasema kuoga kunafanya mwili wako uwe safi na moyo wako uwe mweupe kabla ya harusi. Akatoweka, akatokea tena, unafaa kuoga. Sasa Dara akapiga makelele. Mama Kisora kwa amefika hapo, akamuuliza kuna nini. Dara akasema kwamba Ayu mzimu alikuwa hapa na alikuwa amevaa gauni langu. Mama Kisora akamtuhumu kwamba huyu binti amefanya makusudi, kwa sababu inavyoonekana hahitaji ndoa ya kuolewa na Iqbal. Wakati mwanamama huyu anatoka, Dara akamuita kwamba yeye ni muongo. Ulisema Sola amekufa na bado yuko hai. Mama Kisora akasema kwamba mimi sikusaidia familia yako ili wewe uje uolewe na Sola. Mimi nitafanya kila kinachowezekana ili Iqbal awe na furaha. Anasema kwamba yuko tayari kufanya kitu cha aina yote, hata kwa gharama kubwa, ili tu kijana wake awe na furaha. Mwanamama huyo akawa ameondoka hapo moja kwa moja, akaenda kumkabidhi kijana wake Iqbal barua ambazo zilikuwa ni barua za Sora. Kumbe yeye huyu mama alikuwa anazificha kwa makusudi ili Iqbal apate nafasi ya kumpata binti Dara, kwa sababu watajua kabisa Sora amekufa vitani. Mama akawa amemwambia kwamba nimekupatia hizo barua ili uzichome moto. Choma moto mara moja. Sasa dogo anawasha kiberiti, moto unazima. Washa, moto unazima. Washa, moto unazima. Kugeuka nyuma, mara akawa amevutwa na nguvu ya Ayu mara moja na kutolewa eneo hilo. Kijana akawa ameomba msaada sana kwa mama yake, akawa ametoweka na huyu kijana. Mama yake Iqbal akatangaza kwa hasira kwamba ninaapa wewe mwanamke wa kibuyu, nitakufanya ujute kwa hichi kitendo ulichokifanya hapa. Upande wa Sora, marafiki zake wakamweka kitu moto kuhusiana na Dara kuolewa na mdogo wake. Hawajakubaliana nalo kabisa, lakini Sora akasema kwamba yeye hawezi kabisa kuingilia maamuzi ya familia yake, ni lazima mdogo wake awe na furaha na yeye ndio maamuzi yake. Fadula akasema kwamba wao wataondoka asubuhi inayofuata kwa sababu walikuja hapa kwa ajili ya harusi ya Sora tu. Sora akawa amewajibu kwa ukali, akawaambia kwamba kama mnaweza ondokeni hata sasa hivi. Baada ya kutoka nje, Fadula akajaribu kutoka nje, lakini mlango ulikuwa umejifunga kwa nguvu. Ghafla mara moja taa zote zilikuwa zimezimika. Mwanamke wa kibuyu akampiga jaki kichwani na kibuyu chake cha maji. Jamaa akajua kama pengine rafiki yake kamfanyia hivyo. Mara wote wakachezea vibuyu vya kichwa mmoja baada ya mwingine. Ayu akawa ametokeza hapo, akawauliza yoyote anayetaka kuoga ni nani? Kila mmoja ni kujitetea tu. Watu wakamwangushia mzigo Jaka kwamba yeye ndo mara ya mwisho kumuogesha vizuri, mchukue huyu kamuoshe. Lakini Jaka naye akasema kwamba mbona mimi nimeshaoga mara nyingi sana jamani. Ayu kimya kimya akamwaga maji sakafuni, akasema kwamba hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuvuka haya maji. Kiufupi ni kwamba hakuna mtu yoyote anayetakiwa kutoka kwenye hichi kijiji. Jaka akawa amemuuliza kwa nini? Ayu akawa amesema kwamba anachotaka ni kuwarudisha pamoja Dara pamoja na Sora. Kama atafanyikisha hivyo atawaogesha kila mmoja hapa. Kisha akawa ametoweka hapo. Muda huo Sora akiwa na mawazo sana nje ya nyumba, mara akaona karatasi. Kutazama vizuri akawa amegundua kwamba ni mabaki ya barua ambazo yeye pamoja na Dara walikuwa wanatumiana hapo zamani. Kwa hiyo hii familia ilikuwa inashirikiana kwa ajili ya kuteketeza ushahidi wao. Na katika barua hizo wakawa wametambua kwamba kuna barua ambayo Dara alikuwa anamjuza kwamba familia ilikuwa imempangia kuolewa na Iqbal. Mara moja mama yake akawa amefika hapo. Sora akawa amemuuliza kuhusiana na hizo habari, lakini Yuyuk haraka akamlaumu kwamba ni Iqbal, yawezekana alikuwa anaficha hizo barua. Mama mara akaanza kujikoolesha kana kwamba anapata maumivu makubwa sana ya kifua. Akaomba msamaha kwa kitendo cha Iqbal. Hata hivyo akamkumbusha Sora kwamba Iqbal bado ni mdogo wako na kwa sasa ametekwa na mwanamke wa kibuyu. Akamsii aende kumsaidia mdogo wake huko aliko, na kama atafanyikiwa kumpata mdogo wake, yeye akawa maahidi kwamba ataifutilia mbali harusi kati ya Iqbal pamoja na Dara. Sora akawa ameondoka hapo mara moja, akaenda moja kwa moja kwa Dara dirishani, na akawa amemwambia kwamba mama yake ndiye alikuwa anaficha barua zao zote. Akamuonesha mabaki ya barua hizo ili kuthibitisha kwamba yeye alikuwa anaandika barua kila alipokuwa anapata nafasi. Kisha akawa amemwambia kwamba anaenda katika nyumba ya Ayu ili kwenda kumsaidia mdogo wake. Dara akajaribu kumzuia akimwambia kwamba mama yako ni muongo na kudanganya, lakini Sora akawa ameondoka hapo kwenda kupambania mdogo wake. Wakati huo marafiki wa Sora wakiwa wanakagua chumba kimoja baada ya kingine, wakamuona mama yake Sora akiwa anampatia maagizo mwenye kijiji chake yani Sajiti aende kwenye nyumba ya Ayu kwenda kuichoma moto.
Huyu mama ni moja kati ya watu wenye nguvu sana kwenye hichi kijiji, yaani ni watu wenye pesa. Hivyo akawa amemwahidi kama atatekeleza hilo jambo atapatiwa mamlaka makubwa na pesa nyingi za kutosha. Sasa marafiki zake Sora wakawa wametambua kabisa huyu mama kana kwamba ni mtu wa dilidili. Sajida akawa amemuuliza kwamba vipi kama Ayu atakasirika. Yoyote akasema kwamba atamshughulikia kwa kutumia hirizi ya familia. Marafiki wa Sora baada ya kusikia kama kuna mtu anakuja hapa, wakawa wameingia ndani ya chumba kimoja na kwenda kujificha. Sasa katika chumba hicho kuna zana nyingi sana za kichawi. Mara mama yake Sora akawa amefika hapo, wakamuona mwanamama huyu yuko bize kufanya tambiko la kishirikina. Anaomba nguvu kwa kiumbe kimoja kinaitwa Kalang Manuk ili amshinde mwanamke wa kibuyu. Akaimba nyimbo zake za maneno ya kichawi hapa, kisha kwa manguka chini. Marafiki hao wakajua pengine huyu mama kafa, wakawa wamesogea kwenda kumwangalia. Mara yule mama mwili wake ukatoka moshi, akageuka na kuwa kiumbe cha ajabu. Ikabidi wavae maski kwa ajili ya kujificha, wakajifanya kama mzimu. Fedula akasema kwamba mimi ndo Kalang Manuk. Si walisikia jina huyu mama analitaja. Yoyote mara moja kwa amepiga magoti. Watu sasa hapa wamebebana ili wawe warefu. Sasa wa chini ndo anapata shida. Fedul sasa na yeye anatumia muda mrefu sana, anajigamba tu badala ya kutoa maneno moja kwa moja kwa huyu mama. Fedul kwa amemuonya huyu mwanamama asigeuke wala asimtazame machoni, kwa sababu yeye kama kiumbe wa kutisha hapaswi kabisa kuonana ana kwa ana na binadamu aina yote. Huyu mama akawa ametii hilo jambo. Hawa watu wakawa wamechoka, wakawa wameanguka chini. Akasikia tu kitu kengenge. Sasa mama hakunyanyua kichwa, wakawa wametumia huu muda kwa ajili ya kuondoka hapa moja kwa moja. Sasa mama anakuja kugeuka nyuma, akawa amegundua kwamba kachezewa mchezo. Akaanza kuwasaka chumba kimoja baada ya kingine. Katika purukushani ya kujificha ficha, wakawa wamejificha katika chumba ambacho wakakuta kuna mateka. Wapo watatu wamefungiwa mahali. Hawa mabinti wakawa wamesema kwamba Yuyuni, yani mama yake Sora, amewafungia hapa na anawafanya kuwa sadaka za kichawi. Wakasema kwamba hapo awali walikuwa ni mabinti 4, lakini mmoja tayari amekwisha kutolewa kafara. Wasichana wakasema kwamba tangu kifo cha msichana huyo, Yuyuk amekuwa akifanya uchawi wa giza ili kulinda utajiri pamoja na heshima aliyokuwa nayo kwenye hichi kijiji. Walipoulizwa kwa nini wao ndio wamechaguliwa ili kuwa kafara, wasichana wao wakasema kwamba ni kwa sababu wote waliopo hapa walimkataa Iqbal kuolewa pamoja nao. Sasa hapa tunapata picha kwamba Iqbal ni mmoja kati ya wavulana ambao walikuwa nakataliwa sana kwenye hichi kijiji. Wakati huo katika nyumba ya Ayu, Sora kwa amefika hapo, akaanza kumsaka mdogo wake. Akamkuta Iqbal amelala juu ya kitanda kwa ajili ya kuoshwa kama marehemu, hajitambui. Akawa amemsaidia dogo na karudi kuwa sawa. Mara Iqbal akawa ametoka nje ya nyumba. Baada ya yeye kutoka tu nje ya nyumba, kwa mlango kwa amejifunga kwa nguvu za ajabu. Sora kwa amebaki ndani. Ayu akamwambia kwamba nimekusubiri kwa muda mrefu sana. Kisha kwa amepiga zake dawa hapa. Sora kwa ameanguka chini na kupoteza fahamu. Jamaa anakuja kuamka, kawekwa kabisa hapa chini kwa ajili ya kuoshwa. Akamuuliza Ayu, unafanya nini? Ayu akasema kwamba ni lazima nikuogeshe ili akili yako iwe safi na uone ukweli. Sora akajibu kwamba una maziara wewe, mimi najua kujiosha. Najua kwamba mimi ni mweusi, ni mchafu na na harufu sio nzuri, lakini naweza kuoga mimi mwenyewe nyumbani. Sio lazima uniogeshe wewe. Ayu akamkata jicho. Mshikaji akasema kwamba sawa, kama ndo hivyo najiogesha mwenyewe. Akajimwagia maji, akataka kutoka hapo. Ayu akamwambia kwamba haujaoga. Mshikaji anaangalia kakauka mwili mzima, hauna maji hata kidogo. Akajimwagia tena maji mengi. Akamwambia kwamba nimeoga. Anataka kutoka, kakauka tena. Inakuwaje hapa? Ayo anamwambia kwamba ni lazima nikuogeshe. Nikikuosha wewe kila kitu kitakuwa wazi. Jamaa akataka kuforce kutoka hapo. Mara karudishwa kinyume, akalala mwenyewe kwenye kitanda bila kujua. Mara moja Ayu akaanza kumuogesha huyu jamaa. Sora kwa amepata maono ya zamani. Ayu alikuwa ni mjamzito na alifanikiwa kujifungua kwa msaada wa mwanamama Yuyuni akiwa na bwana mkubwa Lanto. Hapa tunajua ukweli kwamba Yuyuni alikuja kwa huyu mwanamama Yuni kwa sababu alikuwa na mahusiano na Lanto, na wao walifika hapa kwa ajili ya kumchukua mtoto ambaye amejifungua mwanamama Ayu. Na mtoto aliyejifungua Ayu alikuwa ni huyu bwana mkubwa Sora. Lanto akamwamuru mwanamama Ayu kwamba baada ya kujifungua tu alikuwa hana mpango wa aina yote wakiendelea kuishi naye huyo. Kaja na makaratasi kabisa hapa, akamsainisha kwamba huyu mtoto kuanzia sasa sio mtoto wako. Hawezi kabisa kuruhusu mtoto wake alelewe na muosha maiti kijijini hapa. Kisha kwa ametoka hapo, Ayu akalazimika kuishi mbali na ile familia. Hivyo baada ya kuwa amepata nafasi ya kuwa karibu na kijana Sora, alijitahidi kumwonyesha upendo na kumfundisha vitu ambavyo yeye aliviona ni muhimu kumfundisha Sora kwa muda ambao alikuwa anaupata, japo hakumwonyesha wazi kwamba yeye alikuwa ni mama mzazi wa Sora. Na kwa bahati nzuri Sora
alimpenda sana Ayu. Hata siku moja aliwahi kumpeleka Dara na kwenda kumtambulisha kwa Ayu kama mpenzi wake. Hata siku ambapo kijana alikuwa anaondoka kwenda vitani, alifika kwa Ayu kwenda kumuaga na alipokea baraka zake zote kutoka hapa. Baada ya kujua ukweli huu wote, Sora alivunjika moyo sana baada ya kugundua kwamba Ayu sio mwanamke wa Kibuyu tu, ni mama yake mzazi. Akawa amemwomba radhi kwa kila kitu kilichotokea. Sora akawa amemkumbatia mama yake kwa uchungu mkubwa. Muda mfupi baadaye, marafiki wa Sora wakawa wamefika nyumbani kwa Ayu pamoja na Dara. Walipomwona Sora wakamwogopa, wakahisi kabisa pengine wamechelewa, tayari umshikaji kashakufa. Sora akawa amejaribu kuwatuliza, akawaambia kwamba Ayu ni mama yake mzazi, na Dara pia akawa amethibitisha kwamba huyu mwanamke ni mama yake Sora. Ghafla Sejeti akawa amefika hapo na wanakijiji wanahitaji kuichoma nyumba ya Ayu. Ayu akamwambia Sora aondoke pamoja na marafiki zake kwa sababu wanakijiji yao hawawezi kabisa kumzuru yeye. Sora akamwaga mama yake na kuondoka hapo, lakini baada ya kutembea umbali fulani akawa amekumbuka kwamba ameacha kibuyu cha mama yake, hivyo akaamua kurudi. Baada ya kufika hapo, Sora akamuomba sana Sagiti ampe muda mchache tu aingie humu ndani achukue kitu chake cha muhimu sana, kwa sababu alikuwa anamjua sana huyo mshikaji na rafiki yake na alikwisha kumsaidia mambo mengi sana huko utotoni. Akamsii sana mshikaji, akawa amemkubalia. Sora akawa ameingia ndani ya nyumba, akakutana na mama yake. Mara wakiwa huko nje, mama yake Sora yule mwingine Yuyuni akawa amewasili hapo. Akawauliza kwa nini mpaka saizi hii nyumba haijawashwa moto. Sajidi akasema kwamba Sora pamoja na Dara wako bado ndani. Huyu mama akachukua moto na akawa amerusha kwenye nyumba. Hana muda kabisa wa kupoteza. Mara moja watu wote wakawa wameichoma hii nyumba. Sasa ndani ya nyumba Ayu akawa amemkabidhi Sora kile kibuyu, akamwambia kwamba kitamlinda kama jinsi ambavyo yeye alimlinda maisha yake yote. Sora na Dara wakawa wamevunja upande mwingine, wakawa wametoka hapo mbio. Yuyuni anakimbia kama kimbunga, akawa ameotokea mbele yao. Wapenzi wakaamua kama ngwai ni ngwai tu, wakachezea moja nzito kila moja kando. Sora akajaribu kutumia kibuyu lakini hakikufanya kazi ya aina yoyote. Baada ya Sora pamoja na Dara kuzidiwa kabisa, marafiki zake wakawa wamefika hapo, wamefika na mganga kwa ajili ya kuwasaidia. Sasa huyu mama anamjua sana huyu mganga, akamwambia kwamba wewe ulifaa kuwa upande wangu. Marafiki zake Sora wakamkumbusha kwamba wamemlipa na anapaswa kuwafanyia mema. Mganga mara akataka kumpulizia dawa zake usoni, lakini yule mama Yuyuni akawa amempulizia yeye mwenyewe na akamchapa makofi sana. Yaani akaona kabisa hana namna ya kutumia nguvu kwa ajili ya kumloga huyu, ni kutembezea makofi tu, mpaka mganga mwenyewe akatoa visingizio, akasema kwamba jamani, nina kazi, natakiwa kusafiri, nasubiriwa huko. Mganga akawa ametoka hapa mbio, huyu kakimbia vita, hamna cha kazi wala nini. Fadhula akamwambia wenzake kwamba yeye anaweza kupambana na huyu mwanamama kwa kutumia yale matunda mwitu. Hivyo akawa amekula yale matunda na akawa amelewa, akaanza kuongea maneno ya chombo na kumchafua Yuyuni. Yuyuni akatuma moto, Fadhuli anakwepa kwa sababu ya ulevi. Mara moja ikamkwangua mguu, mwingine kuingilia hapa akapigwa moja nzito, nywele zote zikaisha, akanyanyuka na kipara. Mwana mama wa Kibuyu akaamua kujitokeza yeye mwenyewe, akamuita wewe mchawi wa kizamani. Sora mara moja kwa amemrushia mama yake kibuyu. Huyu mama anachezea maji na Yuyuni anachezea moto, kwa hiyo ni moto na maji vikapigwa hapa. Na Ayu ana mbwembwe nyinyi, ana kicheko fulani hivi, akicheka Yuyuni akaona isiwe shida, akaamua kutumia kombora moja zito sana kwa Sora. Ayu ikabidi kuingilia kati, pigo hilo lilikuwa limempiga na akawa ameanguka chini. Akawa amemkabidhi Sora kile kibuyu, yeye ndo aende kupambana na huyo mama yake wa kambo. Kwa bahati Sora akawa amepangua moto mmoja, marafiki zake wanapiga makofi balaa, jambo lilomfanya kijana kujaa kichwa. Na mama yake wa kambo akaamua freshi, akaamua kukusanya nguvu zaidi. Sora akawa amepokea maelekezo kutoka kwa mama yake mzazi, akapiga kile kibuyu chini. Kibuyu kikawa kikubwa kinoma, akawa ameupangua ule moto na kumrudishia mwanamama Yuyuni, kisha akamshambulia mama huyo, na huyu mama akawa ametoweka kabisa mbele ya watu wote. Ayu akiwa katika hali mbaya akamwambia Sora sasa yeye anaweza kuondoka kwenye hii dunia bila majuto ya aina yote, moyo wake utapumzika kwa amani kabisa. Baada ya kusema hivyo, Ayu akawa ameyeyuka mbele ya macho yao. Dara akamwomba msamaha sana Sora kwamba hawezi kutimiza ahadi yake. Nini kinatokea hapa? Sora kugeuka ili kutazama kama kuna mzimu, akawa ametambua kwamba huyu sio binadamu kabisa, bali ni mzimu. Hii ilikuwaje? Siri sasa tunaambiwa kwamba katika kumbukumbu za nyuma, Iqbal alionekana akiwa anamkimbiza Dara. Huyu jamaa alikuwa hajawahi kukubaliwa na msichana wa aina yote. Sasa alivyokuwa anamkimbiza msituni, binti akawa ameanguka chini. Hakutaka kabisa kuolewa na huyu Iqbal. Sasa wakati anaanguka, aligonga kichwa chake na kufariki hapo hapo. Huyu kijana akachukua mwili wake na kupeleka kwa mama yake Yuyuni. Hivyo wakaamua kufanya tambiko la kichawi na kumrudisha huyu binti katika uhai ili binti huyu aolewe na Iqbal.
kwa sababu Iqbal kuoa mwanamke mwenye hichi kijiji ilikuwa kipengele sana. Yuni alimweleza Iqbal kwamba ili Dara aendelee kuwa hai ni lazima atoe wasichana wadogo kama sadaka na kuwatupa mtoni. Sora akawa amemwomba sana Dara msamaha kwa kushindwa kumlinda kipindi yuko hai, lakini Dara akamwambia kwamba alimlinda na alimpigania sana na ndio maana mpaka sasa anaongea naye. Dara akawa amemjibu kwamba wataendelea kuwa pamoja daima maisha yao yote. Dara akawa ameyeyuka na kuondoka kabisa katika ulimwengu huu kwa amani yake, kwa amani yake, kwa amani yake. Marafiki wakabaki kumfariji Sora. Baada ya siku kadhaa, marafiki wa Sora wakaamua kuondoka kwenye kijiji hiki, na sio wao tu. Sora aliamua kuungana pamoja na marafiki zake kwenda kuanzisha maisha mapya, waende wakifurahi huko. Sasa Iqbal alikuwa ni mtoto wa yule mwanamama Yuyuni, Sora alikuwa ni mtoto wa Ayu, hivyo ni familia mbili tofauti, japo baba ni mmoja na baba hao alikwisha kufariki. Sora akaamua kuungana na marafiki zake kwenda kuanzisha maisha mengine mapya. Niambie ulichojifunza nini? Acha kuwaiwai namba hapo kwenye comment jamani. Hello, subscribe, like na kucomment.